Kushukuru ni kuomba tena. Asante kwa kuendelea kuifuatilia Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Na ninakualika basi katika mahojiano maalum na Bi Agnes Shawiza, mkuu wa idara ya matangazo, moja ya idara nyeti na idara mama za utume wa Radio Maria Tanzania. Mwaka wa 2004 akiwa binti mdogo tu alijiunga na utume huu wa Radio Maria Tanzania. Ni safari ya takriban miaka 22, yaani tangu mwaka 2004 hadi mwaka 2026. Je, imekuwa ni safari ya namna gani na ni kitu gani kilimvuta hadi yeye kujiunga na utume wa Radio Maria Tanzania? Leo anakwenda kutusimulia. Mimi ni Eric Pasco Jr. kwa niaba yake Rafael Moshi. Karibu. Kwa kuanzia tu ni kwamba huwa wanasema kila mtu huwa anakuwa na ndoto. Ndio. Mtoto mdogo anapokuwa anakuwa na ndoto. Kadhalika siko mbali na watoto wengine wadogo. Kwa hiyo wakati nakuwa nilikuwa na ndoto, na ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuwa mwandishi wa habari. Ndio. Mwandishi wa habari ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda, na hata wakati naenda shule nilijielekeza zaidi kwenye uandishi wa habari kwa sababu niliamini huko ndiko niliko na ndiko kunakonifaa zaidi. Kwa hiyo baada ya kuingia kwenye tasnia ya habari kwa ujumla na kumaliza chuo, nilipata wasaa wa kufanya majukumu yangu kwanza kabisa kwenye kampuni ya magazeti. Na kampuni hiyo ya magazeti ilikuwa ni kampuni ya The Guardian Limited. Wakati huo nilikuwa mdogo bado, na ilikuwa ni mwaka 2000. Kwa hiyo nilikuwa nikiandika katika gazeti la Taifa Letu, nilikuwa ni gazeti la habari za kiuchunguzi. Lakini pia nilikuwa kidogo nikaanza kuandika gazeti la Alasiri wakati huo, kwa sasa hivi halipo, na baadaye nikawa naandika kwenye gazeti la Nipashe. Wakati nikiwa nafanya majukumu yangu ya kiuandishi, kuandika habari za kiuchunguzi, habari za kawaida, na baadaye nilikuja nikawa sasa nimebobea kwenye kuandika habari za mahakamani kwenye gazeti la Nipashe. Na nilifanya majukumu yangu kwenye mahakama ya Kisutu na mahakama ya Kinondoni wakati huo. Ninamshukuru Mungu, wakati nikiwa naendelea kufanya majukumu yangu pale The Guardian kama mwandishi, bado ndani mwangu nikaanza kusikia kama natamani kuwa mtangazaji, kama natamani kufanya kazi ya utangazaji. Kwa kidogo kwa sababu nilikuwa sijaajiriwa pale, nikaanza kufanya taratibu ndogo za kwenda kwenye vituo mbalimbali vya redio. Lakini wakati nikiwa nasoma mafunzo yangu yale ya field, niliyafanyia Radio Tumaini, wakati huo walikuwa kwa San Joseph. Kwa kuwa kwangu pale Radio Tumaini nilihisi kwamba nina kitu zaidi ya kuandika tu. Kwa hiyo kwa kuja The Guardian, na wakati huo mimi nilikuwa nikiishi Mikocheni. Kwa sababu nilikuwa nikiishi Mikocheni, njia yangu ya kutoka nyumbani kwenda ofisini nilikuwa nikipita hapa karibu na ukuta wa Radio Maria. Kwa mara ya kwanza wakati nimepita nikakuta wameweka bango limeandikwa Radio Maria. Hiyo wanasema kutoka rohoni kabisa. Nilisikia ndani mwangu kabisa kwamba natamani siku moja niwe mtangazaji wa hii redio. Hiyo iliniingia ndani mwangu, na nakumbuka ilikuwa ni mwaka ule 2003 kama sio 2002. Kwa hiyo nilitamani sana, na nikawa kila nikipita na naweka wish, wanasema, nikawa nasema ipo siku nitakuwa mtangazaji kwenye hii redio, ipo siku nitakuwa. Na wakati huo siku moja nikaenda hatua mbele zaidi, nikaenda kwa walinzi nikawasalimia. Nilipowasalimia nikawauliza, samahani, hii redio imeanza kutangaza? Wakasema hapana, bado wako kwenye maandalizi ya ujenzi, 2002 2003 hiyo. Kwa hiyo sasa nilichokifanya, kwa sababu niliweka ndani, kwa hiyo nikawa bado naendelea kufuatilia. Siku moja nikachukua uamuzi mgumu. Nikaandika barua nikiwa pale The Guardian, nikaandika barua, nikaweka CV yangu ndogo, nikaileta getini. Sijui chochote kwamba kituo kitaanza lini au nini, lakini nikaandika. Na nakumbuka barua niliyoandika ilikuwa barua ya tofauti nafikiri na watu wengine ambao wanaenda kuomba kazi. Na hata leo mtu akienda kuangalia kwenye lile faili langu, au dada Sumta ambaye ndio alikuwa mwajiri wangu wa kwanza, kama atapata nafasi hata ya kuangalia haya mahojiano, ataona barua niliyoandika ilikuwa fupi, ile ya kujieleza tu, mimi ni Mtanzania, napenda kujitolea kwenye redio hii, nimeona natamani kuwa miongoni mwao. Na nikasema kabisa niko tayari kufanya kazi hata bila malipo, japo kwa miezi 3. Yaani fikiria, niko kule sijaajiriwa lakini nilikuwa nalipwa, lakini kwa sababu ya ile kiu nilikuwa nayo, kwa hiyo nilideclare mwanzoni kabisa kwamba niko tayari kufanya kazi hata bila malipo kwenye ile barua yangu, nikaituma. Kwa hiyo niliguswa na nilivutwa, na nilikuwa nasikia kwamba ninatakiwa kufanya kazi kwenye hiki chombo.
Kwa hiyo nikaendelea taratibu na mpaka baadaye basi mwaka 2004 nikapigiwa simu na dada Sumta nikiwa nimetoka kwenye majukumu yangu mjini, nakumbuka hiyo siku, na akaniuliza wewe ni Agnes Shayo? Nikamwambia ndio. Sasa alikuwa anaongea nikawa najaribu kutafuta, maana ni siku nyingi mimi nimeleta barua. Akaniambia basi kama utakuwa na nafasi kesho nitakuomba Radio Maria hapo ofisini. Moyo wangu uliamanika kuliko kitu kingine chochote. Ile siku huwa naikumbuka, nilipata tabasamu la tofauti sana, kwa sababu nikaanza kuhisi inawezekana kale kandoto kangu sasa kanatimia, kwa sababu kwenye magazeti nimeshaandika, na wakati huo nilikuwa najiona kama tayari niko expert. Sasa nataka kufanya kitu kingine, lakini natamani kufanya kazi kwenye chombo cha dini, na hii Radio Maria nadhani pia kwa ajili ya Mama Maria ikawa imenivuta. Kwa hiyo kwa swali lako la kwamba kitu gani kilinivutia, kwa kweli naweza nikasema wakati mwingine nadhani ni sauti ambayo nilisikia kutoka ndani ndio ambayo ilinivuta, kwa sababu siwezi kusema kwamba labda kulikuwa kuna mtangazaji alinivutia au kulikuwa kuna nini, na wala sikuwa nimewahi kuisikia popote. Kwa hiyo ni ile tu kupita na kuiona, na mimi nikapata hiyo sauti ya ndani, na hivyo ndivyo safari yangu ilivyoanza. Na hatimaye huo mwaka wa 2004 baada ya kuitwa nikaja. Na pia kitu kingine ambacho naweza kusema kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu, kwa sababu kabla ya mimi kuja Eric, walikuwa wamefanya interview. Walifanya interview kama mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu. Kwa hiyo wale walikuwa wamechujwa, walianza nadhani walikuwa zaidi ya 100, wakaja 60, wakaja baadaye wakabakia watatu. Ambao watatu siku mimi nimefika nilikuta wako wawili. Nilimkuta Skola Njozi na Lilian Manyuka, ambao wao walikuwa wamepita kutoka kwenye interview. Mimi nilipofika sasa, si unajua ukiwa mgeni, kwa niliwasalimia na mimi nakusubiri nifanywe labda na mimi interview, na wakawa wanaelezea kwamba hatukukuona jana wala juzi, vipi? Na mimi nikawa nashangaa kumbe kuna interview. Kwa hiyo nikawa nimekaa sasa nasubiri nini. Baadaye uweze amini, nilivyoitwa ofisini kwa dada Sumta Ngonyani ambaye ndio mratibu wa kwanza wa Radio Maria Tanzania. Aliponiita ofisini na kwenda na kunisikiza, Agnes, niambie unasemaje? Nikamwambia kama ilivyo barua yangu ulivyoniita ni hivyo, mimi natamani kufanya kazi kwenye radio. Kaniambia unajua? Nikamwambia sijui. Umewahi kutangaza kwenye radio? Nikamwambia ndio. Unaweza? Nikamwambia ndio. Nilikuwa najiamini. Wapi? Nikamwambia nilifanya mafunzo yangu Radio Tumaini. Basi baada ya kuzungumza naye, huwezi amini, aliniuliza tu swali moja, uko tayari kuanza lini? Hivyo sikuwa na interview nyingine. Akaniambia tu uko tayari kuanza lini? Nikaona kama mbona huu ni muujiza. Sasa hili ni mimi yule ambaye nilikuwa naota na ndoto, afu leo naambiwa niko tayari kuanza lini. Nikamwambia samahani, wewe unataka nianze lini? Akaniambia mimi nakusikiliza wewe. Nikamwambia basi naomba unipe muda kama wiki 1 au 2 ili niende nikaweke mazingira mazuri kule, niage vizuri, alafu nitarudi. Akaniambia hakuna shida, nenda kaage alafu urudi. Na wakati huo nilikuwa nafanya coverage ya story kubwa zile ambazo kipindi kile nadhani kulikuwa kuna zile kesi za Babusea na nani. Basi kwa nikarudi, nikaenda moja kwa moja kwa MD wakati huo marehemu Vumi Urasa, nikamshirikisha jambo langu na nikamwambia huku ninakoona naona kama vile inaenda kupata maisha yale ya mwendelezo na ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani. Akaniambia sawa, akanipa baraka zake, nikaenda kwa muhariri wangu pia. Basi safari yangu ya kuja Radio Maria ikaanza rasmi, ilikuwa ni mwezi wa 8. Ninakupongeza sana kwa historia hiyo fupi ambayo umetushirikisha namna ambavyo ulijiunga na utume wa Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, tunasema injilishaji, upendo na faraja. Nawe una miaka 22, umri wa mtu mzima kabisa ambaye ameanza kujitegemea. Una tafakari ya namna gani ama una tafakari gani ya pekee unapofikiria miaka 22 ambayo umefanya utume wako ndani ya Radio Maria Tanzania, na hasa wakati huu tunapoadhimisha miaka 30? Eric, naweza kusema kwamba ni wazi tafakari ni pana, inategemea tu ni katika muktadha upi, kwa sababu nikijaribu kujitazama kwa upande wa umri, ina maana nimekuweko hapa kwa miaka 22. Kwa hiyo tayari kwa umri wa kama binadamu wa kawaida, yapo mengi ambayo yamenibadilisha. Niliingia nikiwa binti mdogo sana, lakini sasa hivi mimi ni mama. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, na natafakari mwenendo ambao nimekuwa nikiishi. Maisha yangu ya ndoa ya sakramenti yamenikuta ndani ya miaka 22 nikiwa hapa Radio Maria. Lakini nikijaribu kutazama kama Mkristo Mkatoliki, nadhani hapa nina tafakari ya pekee sana,
na ni tafakari kubwa kiasi kwamba ninaweza kusema kwa namna moja ama nyingine nina utofauti na mtu mwingine ambaye niseme kwenye tasnia ya uandishi wa habari. Naweza kusema kabisa kwamba mimi niko tofauti na mwandishi mwingine ambaye hafanyi uandishi wake katika chombo cha habari. Mimi ni cha habari cha dini, hasa Radio Maria. Kwa kuwepo kwangu Radio Maria, nimejikuta kwamba nimekuwa sana katika masuala ya imani yangu. Nimejifunza vitu vingi sana. Miaka 22 iliyopita sikuwahi kujua kwamba kuna kitabu kinaitwa Masifu, kitabu cha masifu, masifu ya asubuhi, sala za mchana, masifu ya jioni. Hivyo vitu mimi nimejifunza humu ndani ya utume wa Radio Maria na hatimaye hata kuweza kusali. Lakini nimejifunza historia za maisha ya watakatifu tofauti tofauti, ambazo kutokana na hizo historia zipo baadhi yao ambazo zimenikuza, na zipo baadhi ambazo mpaka ninavyotembea sasa hivi ninajaribu walau na mimi kutembea kama wao. Lakini kwa kuwa Radio Maria pia mimi ni kiongozi, miongoni mwa historia za watakatifu, hasa hawa waanzilishi wa mashirika, na hapa bila kupepesa macho ninaweza kusema Mtakatifu Maria de Matias. Kwangu mimi katika masuala ya kiuongozi ni mama ambaye amenitia moyo, kwa sababu kama kiongozi kuna wakati nilifika nikakata tamaa. Kama kiongozi mwingine kuna wakati unafika unakata tamaa, lakini baada ya kukaa na kutulia na kusoma historia ya Mtakatifu Maria de Matias ambaye alianzisha shirika, nikaangalia maisha yake alivyokuwa anapita hatua kwa hatua, lakini mwisho wa siku wale aliokuwa akiassociate nao namna walivyokuwa wanamchukulia, lakini bado alibaki kuwa mama. Kwa hiyo mimi iliniimarisha na ilinifanya nikabadili mtazamo wangu kwa kiasi fulani. Kwa hiyo yeye ni miongoni mwa hao, lakini pia nikirudi nimesema nimejaribu kufanya historia za maisha ya watakatifu mbalimbali, ambazo hizo mimi nina mifano mingi. Kwa hiyo hata kuna wakati ninapozungumza na mtu nimeongeza idadi ya rejea. Kwa hiyo naweza kurejea mtakatifu fulani, tofauti na ilivyo kwa mtu mwingine ambaye hayuko karibu na haya maeneo au hayuko karibu na utume kama utume ambao ninaufanya mimi. Maana mimi ni mwandishi wa habari, lakini naona kabisa kwamba ninafanya utume zaidi kuliko mwandishi wa habari mwingine wa kawaida. Vile vile naweza sema ninayo mambo mengi, lakini tafakari pia ya pekee sana ambayo niliichagua na ninatembea nayo zaidi ni tafakari ya maisha ya Padre Pio. Hiyo ni tafakari ya pekee ambayo naweza kusema huenda, na huwa naamini kabisa kwamba nisingalikuwa Radio Maria, nisingalimjua Padre Pio, na wala nisingaweza kuelewa ni kwa namna gani kumewahi kutokea duniani Mkristo kama yeye ambaye alikuwa na nyama, alikuwa na ngozi, alikuwa unamfinya anasikia na kadhalika. Kwa hiyo vipo vitu vingi ambavyo vimenikuza, na kwa kusema tu mimi ni watofauti. Miaka yangu 22 ya kuwa Radio Maria ina utofauti kubwa sana na miaka yangu 22 ya kuwa nje ya Radio Maria, kwa sababu wakati naingia Radio Maria sio kwamba nilikuwa chini ya miaka 22, tayari nilikuwa niko ndani ya miaka 22, tena nilikuwa zaidi ya miaka 22. Lakini na kwa kwangu Radio Maria hii miaka 22 nimeongeza vitu vingi. Nikija kwenye kijamii nimejifunza vitu vingi na naweza kusimama. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nasema nina ujasiri wa kutetea uhai kwa kupitia mafundisho ambayo nimekuwa nikisikia yakifundishwa hapa Radio Maria kwa vipindi kama Pro Life, lakini na vipindi vingine vingi vimeniongezea upana mkubwa wa kuweza kusimama. Na kingine ni kwamba nina ujasiri wa kuongea na kurifaa kitu fulani. Siongei kutoka hewani kwa baadhi ya vitu. Kwa hiyo kwa tafakari ni pana, nimekutana na watu wengi, wamenifundisha tabia tofauti tofauti, nimekuwa na viongozi tofauti tofauti. Kwa hiyo walau katika kila kiongozi unayekutana naye kama bosi wako, kuna vitu unajifunza kutoka kwake, vizuri vya kukujenga, vingine vile vya kukukatisha tamaa, unajua ni jinsi gani unaepukana navyo. Ni hivyo Eric, kwa ufupi. Natamani ungetushirikisha tena kwa mara nyingine katika kipindi chote cha zaidi miaka 20, yani miaka 22 ya utume wako hapa Radio Maria Tanzania, ni matokeo gani au ni hatua zipi muhimu ambazo unaamini zimekuwa ni alama ya ukuaji wa mafanikio ya redio hii kwa miaka 30?
Kiukweli miaka 30 ya Radio Maria Tanzania imekuwa na hatua tofauti tofauti tangu kuanzishwa kwake. Zipo zinazoonekana na zipo ambazo inawezekana zisionekane kwa macho. Ya kwanza kabisa nianze kwa redio kama redio yenyewe. Redio kwa miaka 30 ilianzia Songea. Naamini kwenye masimulizi mengine huko watu wamesimulia ilikoanzia. Wakati inaanza hapa makao makuu tulikuwa tukitumia system yetu Southern Network wakati huo. Lakini hapa katikati zimebadilishwa software tofauti tofauti kutokana na mabadiliko ya teknolojia yanavyokuwa. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa sababu niko kwenye redio, hayo naweza kusema ni mabadiliko makubwa ya kwanza ambayo yametokea ndani ya miaka hii 30. Yaani ni mabadiliko ya mwendelezo ambayo yametokea ndani ya miaka hii 30 kwa upande wa redio, na hata namna yetu ya ufanyaji wa vipindi, namna tunavyoendesha matangazo yetu yana mabadiliko makubwa. Na kingine ambacho naweza nikasema kwa upande wa kupeleka taarifa zetu hewani, kwa kipindi chote sisi tulitegemea radio kupeleka taarifa, kuwasiliana na mdau wetu, kuwasiliana na msikilizaji wetu. Tulikuwa tumebaki tu kwenye radio. Lakini hapa tulipo ndani ya miaka 30 na kuelekea 30 mingine, leo hii mimi nazungumza na kuna mtu atanisikiza, lakini pia atapata wasaa wa kuniona. Kwa hiyo kitengo cha digital kwangu mimi nasema ni mafanikio makubwa sana ndani ya hii miaka 30, kwa sababu hakikuweko na sasa hivi kipo, lakini sio kipo tu. Kipo na kipo imara. Leo hii Tanzania ukitaja vitengo vya digital au online digital ambazo zina nguvu, Radio Maria Tanzania ina nguvu sana, na sio kwa Tanzania tu. Tuna ule umoja wetu wa Radio Maria ulimwenguni. Radio Maria katika zile nchi zote ukitoa Italy na Spain, Radio Maria iko kwenye nafasi bora ya 3. Tunaweza kusema iko kwenye 3 bora au 10 bora kwa ulimwengu kwa upande wa eneo hilo. Kadhalika kwa Tanzania ipo tunasema katika zile 5 bora ambazo zipo, tukijaribu kuangalia katika tukizungumzia Facebook, tukija Instagram, tukija YouTube, TikTok ni eneo ambalo pia inafanya vizuri. Kwa hiyo kwangu natazama kama ni alama njema ya miaka 30 kwa upande wa Radio Maria Tanzania. Mafanikio mengine ambayo nimeyashuhudia na naona ni alama kwa miaka 30 ya Radio Maria ni kutoka kituo kimoja cha Songea, kituo cha pili cha Iringa, kituo cha 3 cha Arusha, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza redio hii ina vituo 59. Kwa hiyo kwangu mimi naweza sema kwamba hiyo ni alama ya miaka 30 kwa upande wa Radio Maria Tanzania. Mwisho, sio kwa umuhimu sana, ni majengo ya Radio Maria. Miaka 22 iliyopita Radio Maria ilikuwa na ofisi takribani nadhani ni vyumba 4 kama sio 3 vya ofisi. Lakini leo hii Radio Maria ina ofisi nyingi, japo bado haijafika pale inapotakiwa kufika, lakini sasa hivi walau unaweza ukaenda chumba cha habari, unaweza ukaenda chumba cha watu wa editorial, unaweza ukatafuta watu wa technical wamekaa sehemu yao, watu wa online wamekaa sehemu yao, na administration imekaa sehemu yao. Kwa hiyo kwangu mimi naona nikiulizwa alama, hizo ni alama, lakini kuna alama nyingine ambayo isiyoonekana. Nilisema zipo za kuonekana na isiyoonekana. Ni ile alama ambayo ninaamini kwa kupitia shuhuda ambazo zimekuwa zikiendelea kutolewa kwa hii miaka 30, Radio Maria imefanya uongofu kwa watu wengi sana. Watu wamejua kusali, watu wengi wamemjua Mungu kupitia utume wa Radio Maria Tanzania kutokana na shuhuda ambazo zinaenda. Hizo ndio nilisema zile ambazo hazionekani. Hiyo nina uhakika wa 100%. 2026 tunaadhimisha miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania. Ukiangalia safari hii yote ambayo wewe umekuwa pia sehemu yake kwa muda mrefu, ni jambo gani ambalo linakupa fahari zaidi, na una matumaini gani sasa kwa kizazi kijacho kitakachoendeleza utume wa Radio Maria Tanzania? Yako mambo mengi sana Eric. Mawili tu au matatu. Kwa sababu unaweza kusema hapa tulipofika kwa miaka 30,
bidii zilizotumika na nguvu zilizotumika, imani yangu inaniambia kwamba huku tunakokwenda huenda safari ikawa nyepesi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya ukuaji wa teknolojia, vijana wanaokuja sasa hivi hata namna yao ya ufikiri, hawa Gen Z na wengine, lakini teknolojia imetanuka sana. Zamani tulikuwa tunatumia muda mrefu sana kufanya mambo, lakini sasa hivi kwa teknolojia mambo mengi yanafanyika. Kwa hiyo ukiniuliza naionaje Radio Maria huko ijayo, naiona mbali zaidi. Na kwa upande wa vituo, naona coverage ya nchi nzima. Hicho ndicho ninachokiona, coverage ya nchi nzima, kuhakikisha kwamba neno la Kristo linakwenda kila mahali wakati wote na kwa kila mtu. Hicho ndicho ninachokiona kwa Radio Maria ya miaka 30 yake mingine ijayo. Lakini pia naona jengo zuri sana katika mazingira ya Radio Maria linakuja ili kukamilisha sasa Radio Maria Tanzania makao makuu. Kwa hiyo kuna jengo pia zuri sana naliona. Kwa hao waliowezesha vituo 59 na kwenda mpaka 100, hao nina imani nao kubwa kabisa kwamba watawezesha jengo zuri. Hicho ndicho ninachokiona.